Mtoto wa mtuhumiwa ambaye naye amejeruhiwa sehemu za mkono wake wa kulia baada ya baba kushikiliwa na jeshi la polisi wilayani Korogwe kwa kujeruhi vibaya familia yake kwa kutumia visu na mapanga. Ramadhan Saif Saleh akielezea sakata hilo hadi na yeye mdogo wake kujeruhiwa vibaya mikononi baada ya kumponyoka baba yao alitaka kuwachinja. Amesema kipindi anaongea alikuwa naye huko Tanga, alikuwa anampiga sana, almanusura pia Tanga amuue, akamrudisha nyumbani. Mama tukamtumia nauli akarudi nyumbani, sasa akawa hajamuaga kule alipotoka. Alipokuwa hajamuaga, baadaye alipomuona yeye kipindi anataka ugomvi ndo akatoa kisu akataka amchome mdogo wangu, akamkosa akamkata vidole, akataka amchome mama kisu cha shingo. Mimi ndo nikamzuia, ndo akanikata huku akanikata na huku, ila mama ndo amemjeruhi sana. Mwanangu alikuja sokoni akadai akasema kama hutarudi nipe wanangu. Kamwambia wewe tushakabidhiana polisi, kwani watoto wamekuwa. Sasa akaniambia kama hutaki na watoto mimi namchukua huyu mmoja. Kamwambia sawa, lakini ngoja twende tukakabidhiane polisi. Matokeo walikuwa nakaa na mtoto huko Tanga, akamtoroka, alitaka kumpiga nyundo ya kichwa. Yule mtoto akalalamikia, nikamtumia nauli akaja. Alipokuja sasa saa zile tunaongea pale, ndio akataka kumchoma mtoto kisu. Kwenda kumshika asimchome mtoto kisu, ndio kaja akanichoma mimi na yule kijana mkubwa. Mganga mfawidhi wa kituo cha afya cha Mombo Rajabu Hamis akielezea afya za majeruhi hao baada ya kushonwa nyuzi kadhaa sehemu mbalimbali za miili yao, amesema majeraha makubwa ameyapata mama sehemu ya mkono wake wa kushoto ambao ndio alikuwa yanatoa damu kwa wingi, lakini jeraha jingine sehemu ya shingoni, na jeraha jingine ilikuwa ni eneo lake la kichwa. Na majeraha hayo yalipelekea kuvuja damu kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba mpaka hali ya mama kuwa si nzuri sana na kupoteza fahamu. Lakini tunashukuru huduma mama alipata kwa wakati kwa kushirikiana na watumishi wengine waliokuja kwa dharura, na hadi sasa mama anaendelea vizuri na anaendelea na matibabu. Baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo wanaofanya biashara na mama wa mtuhumiwa wakielezea sakata hilo kuhusu wenza hawa wamesema, naiomba serikali huyu mzee, tunaomba lolote yani ahamishwe hapa kwa sababu huyu mama anapata shida sana na watoto wake, yeye mwenyewe muda mrefu, afu anakuja anamkatilishia maisha. Wanaume mtu umeachana naye afu baadaye anakuja anakufanyia vurugu yote kwa sababu wewe unafanya biashara sokoni, afanya vurugu tu ili mradi tu mgombane. Kutoka hapa katika kituo cha polisi cha Mombo kilichopo wilayani Korogwe mkoa wa Tanga, ni William Mngazija, ITV.